Kwa jina mimi naitwa Bakari Sufiani Omari Mofi, ni mjasiriamali kutokea wilaya Ilala, kata Gongo la Mboto. Wito wangu wa Tanzania wote, kama mnavyofahamu, Dar es Salaam ni mkoa ambao hakuna mashamba wala hakuna migodi. Uchumi wetu hapa ni uchumi wa huduma, ni service economy. Tunategemea kuuza bamia, nyanya, bilinganya ili tupate chakula. Kama kuna muhanga mkubwa wa maandamano ya 29 zile vurugu zile, basi ni machinga. Na mimi nasema kwa sababu na ushuhuda. Gongo la Mboto tarehe 29 sisi Gongo la Mboto kuanzia saa 12:05 mpaka saa 1 nafanyika uharibifu mkubwa. Na naweza kukiri kwa wazi kwamba walioandamana wengi si wananchi wa Gongo la Mboto. Walichoma kituo cha polisi Gongo la Mboto, wakachoma ofisi ya kata, ofisi ya serikali ya mtaa, ofisi ya Chama cha Mapinduzi, na kuna baadhi tuliwaokoa kutoka ofisini, wale makarani wa uchaguzi walikuwa wanataka wachome pamoja na kwenye ile ofisi ya kata. Kwa kuna sehemu zimeathirika. Leo Gongo la Mboto kuna kituo cha polisi, maana yake pia ni dhaifu. Na Gongo la Mboto kuna machinga wengi, nafikiri wenyewe ni mashahidi. Zaidi ya 2400 pale barabarani. Leo Gongo la Mboto inakosa huduma ya serikali ya kata kwa sababu ofisi ya kata imechomwa. Inakosa huduma ya serikali ya mtaa. Tusipokemea leo, vizazi vitatulani baadaye. Tusimame tukemee, na nyinyi waandishi wa habari kama muhimili wa 4 wa dola japo sio rasmi, mna nafasi pia kusimama na kukemea. Kwenye kukemea maovu hakunaga haya wala aibu. Tunapaswa tukemee hata kama anayefanya ni mjomba wako, ni shangazi wako, ni baba yako. Kwenye kulitengeneza taifa kama lenyewe lenye amani hakuna compromise. Tusimame imara. Ukiharibu miundombinu kumkomee Mheshimiwa Rais. Atakwenda atastaafu, lakini miundombinu inaendelea. Kama unampiga kiongozi mbele katika demokrasia. Kwa hiyo wafanyabiashara wadogo kama na machinga tumekataa na tunakataa. Hatuwezi kuwa sehemu ya vurugu. Sisi siasa yetu ni kuuza nyanya. Siasa yetu ni kuuza mitumba. Siasa yetu ni kuuza vitumbua. Nyewe mnafahamu sio machinga na kuchumia tumbo. Wangaikia juani, walia juani. Tunapigwa na mvua. Sisi siasa tunataka tuone masoko yanajengwa. Tunataka tuone tunapata mikopo. Lakini hayo yote hawezi kuwa endapo kama nchi ya vurugu. Leo nchi pata hasara kubwa. Baadaye ile kuweza kwa watu wadogo wafanya biashara imeenda kuweza kukarabati nini miundombinu. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na Melissa tutapita wilaya kwa wilaya, masoko ama zangu hapo tayari. Tuko tayari. Ili kwenda kueneza kampeni hii mkoa wa Dar es Salaam. Tukimaliza tutakwenda nchi nzima. Tuna nafasi ya kulitibu taifa. Na kwenye hili ni bora tupoteze uhai lakini tulitibu taifa. Sulemani Saidi Bane, mjasiriamali ambaye pia anatokea eneo la Ilala kwa maana ya mfanyabiashara wa vifaa vya michezo. Tamko la wajasiriamali mkoa wa Dar es Salaam kuhusu vurugu za Oktoba 29 na ustawi wa taifa. Hata hivyo, uzoefu wa Oktoba 29 umetufundisha kwa gharama kubwa kuwa vurugu, uvunjifu wa amani, kuchoma moto mali za umma na binafsi, kutukana viongozi wa serikali na kila aina ya uchochezi haviwezi kamwe kuleta suluhu ya changamoto za wananchi. Tunalaani kwa nguvu zote uharibifu wa miundombinu ya mabasi ya mwendokasi uliosababisha watumishi kukosa ajira au kipato, wananchi kukosa huduma za usafiri na mizigo mikubwa ya kiuchumi kwa jamii. Madhila ya wajasiriamali na wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa katika taasisi na maeneo ya kazi yaliyoharibiwa na kuchomwa moto, hali iliyosababisha kupotea kwa ajira, familia kukosa kipato na juhudi za miaka mingi kufutika kwa muda mfupi, vifo, majeruhi na madhara mengine ya kibinadamu yaliyosababisha majonzi makubwa kwa familia na jamii. Tunasema kwa msimamo usiotetereka, hakuna hoja, madai wala malalamiko yoyote yanayoweza kuhalalisha uharibifu wa miundombinu ya umma, kuchomwa kwa mali za watu au kupotea kwa maisha ya wananchi. Sisi wajasiriamali tunatoa maazimio yafuatayo.
Tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu. Amani, hakuna biashara, hakuna ajira, wala hakuna maendeleo ya jamii. Tutapingana na wanaharakati wote waliojificha nje ya nchi, wanaohamasisha vurugu, machafuko, uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi na serikali, bila wao kubeba athari za matendo yao. Tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao unaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. Tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya kidemokrasia. Tunakemea viongozi wa dini wanaochochea vurugu, migawanyiko au uchochezi wa kidini kwa maslahi ya kisiasa, kwa kuwa vitendo hivyo vinahatarisha mshikamano wa taifa letu. Tunachukua wajibu wa kupinga propaganda zinazotumia kizazi cha Gen Z kuhalalisha vurugu, fujo na ukosefu wa maadili, na badala yake tunaendelea kuwasilisha Gen Z kama nguvu kazi yenye tija na mustakabali wa taifa. Tunasimamia kwa msimamo thabiti kwamba Tanzania ni mimi, tukitambua kuwa mimi ndiye nchi, mimi ndiye serikali, mimi ndiye mwenye wajibu wa kulinda amani, uchumi na ustawi wa taifa. Aidha, tunawahamasisha wajasiriamali wote kada zote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na nchini kwa ujumla kuwa daraja la kutatua changamoto zao kwa njia sahihi kupitia mazungumzo, mifumo halali ya kisheria, ushiriki wa wadau na uwajibikaji wa raia. Tunasisitiza kuwa hakuna changamoto inayotatuliwa kwa kuchoma miundombinu, kwa vurugu au kwa kuchochewa na watu wasiobeba gharama za matokeo. Sisi wajasiriamali tunakataa vurugu, tunakataa uchochezi wa aina yoyote, tunakataa uharibifu wa mali za umma pamoja na binafsi, na tunachagua amani kuwa njia pekee ya kulinda maisha, biashara, mustakabali wa taifa letu. Natokea wilaya ya Temeke, mfanyabiashara soko la Tandika, muuza eboebo. Ni wajasiriamali mkoa wa Dar es Salaam. Hatutakubali kuwa vishawishi na watu ambao hawapo katika nchi yetu au hawana maslahi mapana taifa letu, ambao wanaleta uchochezi ambao unaopelekea tumepata maafa makubwa, masikitiko makubwa. Mpaka leo hii kuna watu wamekuwa walemavu. Leo hii wenyewe wamekaa pembeni ambao hawawezi kufanya chochote, walichokifanya ni kikubwa. Tumepata madhara makubwa sisi katika mkoa wetu. Tunaomba wajasiriamali wote tuwe kitu kimoja, tusikubali watu wanaotoa vishawishi ambavyo vinapelekea kuleta machafuko, tusikubali kuingia kwenye mitandao, tusikubali chochote kinachoendelea ndani ya mtandao, tusikubali, tukikemee na tukikatae kwa maslahi mapana ya taifa letu.